Mjambo na karibu kwenye taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, chanzo chako cha kuaminika cha habari za ukweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kuwa nasi ili upate taarifa sahihi zilizothibitishwa kuhusu usalama, siasa na jamii na maendeleo ya wananchi. Na tunaendelea kukuhimiza endelee kuungana na Kivu News Info kila siku, shiriki matangazo yetu na kuwafahamisha wengine ili pamoja tujenge jamii iliyopata habari za ukweli na kwenye wakati. Na nikujuza tu kwamba vile Kivu News Info kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio kwa mara kwanza unaungana nasi au unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote tunakusihi kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartage. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Vile unaweza endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo unaziona hapo kwenye picha, na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026. Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Habari kamili. Wapiganaji 43 wa zamani wa kikundi cha waasi wa M23 wamerudisha silaha zao kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC baada ya operesheni za hivi karibuni katika eneo la Fizi, imesema ofisi ya mkuu wa operesheni Sokola 2 Kusini. Vyanzo vya kijeshi vinathibitisha kuwa kuwasilisha silaha kwa wapiganaji hawa kumejiri baada ya makundi ya silaha ya M23 yaliyosaidiwa na jeshi la Rwanda kuunganishwa na makundi ya Twirwaneho, Ngomino na Red Tabara kupoteza wanajeshi wengi katika mapigano yaliyotokea karibuni na kambi ya Point Zero na maeneo jirani. Wapiganaji waliokabidhi silaha zao, wengi wakiwa na wanajeshi wa zamani wa FARDC, walisema kuwa walichoka, maisha yalikuwa magumu na walipata mateso ndani ya kundi la uasi wa M23. Wakiwa wakishughulikiwa na makao makuu ya jeshi la FARDC huko Uvira, walieleza mashinikizo ya hali ngumu walioikabili katika safu ya mapigano za waasi. Msemaji wa operesheni Sokola 2 Mbui Kalonjirigene amesitiza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC itaendelea na operesheni za kuondoa nguvu hadi pale wapiganaji wa mwisho watakapokamatwa, huku akiwataka wapiganaji wengine walioko kwenye makundi ya silaha kujisalimisha. Mamlaka za kijeshi pia zimesema kuwa waliokabidhi silaha watachukuliwa hatua za usalama na utunzi wao utazingatia taratibu zilizopo. Na habari nyingine ni kwamba wapiganaji 265 wa zamani wa kikundi cha waasi wa M23 wamerudisha silaha zao kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika kipindi cha mwezi Januari mwaka 2026. Tukio hilo limefanyika katika wilaya mbalimbali mashariki mwa nchi, ikionyesha mwelekeo wa kuendelea kupunguza makundi ya silaha katika eneo hilo. Taarifa za kijeshi kutoka tume ya mkoa wa 34 zilitolewa siku ya jana Jumapili tarehe 2 Februari zinaonyesha kuwa usalimisho huu umejitokeza hasa katika wilaya Walikale, Ruchuru na Lubero mkoani Kivu Kaskazini pamoja na wilaya Kale mkoani Kivu Kusini. Wapiganaji wengi wakiwa ni wanajeshi wa zamani wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walikuwa wakiwajibika katika makundi ya waasi, walisema waliamua kujisalimisha kutokana na hali ngumu ya maisha waliokabili katika kundi la waasi wa M23. Taarifa zinaonyesha kuwa wapiganaji hawa walifikia kwenye sehemu ya FARDC kwa hiari yao, mara nyingi kwa vikundi vidogo vya watu 3 hadi 5 wakiwa na silaha au bila silaha. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema usalimisho huu mkubwa umechangiwa sana na kampeni za uhamasishaji zinazofanywa kwa karibu na wapiganaji wa zamani pamoja na shinikizo la kijeshi linaloendelea dhidi ya makundi ya waasi mashariki mwa nchi. Msemaji wa kijeshi wa mkoa wa 34 Major Didier Kasereka amesitiza kuwa waliodhibitiwa silaha watachukuliwa hatua za usalama na utunzaji wao utazingatia taratibu zilizopo, huku wakiwataka wapiganaji wengine waliopo mashambani kujisalimisha au kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aiza kwa wazalendo. Usalimisho ni ishara ya jitihada zinazofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mamlaka za kijeshi kuimarisha usalama mashariki mwa nchi na kupunguza machafuko yanayohusiana na makundi ya silaha. Hata hivyo, mashariki mwa nchi bado kunakabiliwa na changamoto za usalama na jitihada za kuendeleza amani na utulivu zinaendelea.
Eneo la Minembwe lililoko kwenye milima ya juu ya wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini linaendelea kutikiswa na mapigano makali siku kadhaa sasa. Mapigano haya yanazikutanisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na vijana wa wazalendo dhidi ya muungano wa makundi ya silaha ya Twirwaneho, AFC M23, Red Tabara pamoja na Ngomino. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni Sokola 2, Lieutenant Mboyirigene Kalonji, jeshi limekuwa likipigana kwa takribani siku 5 mfululizo kwa lengo la kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe, eneo linalotajwa kuwa ngome kuu la kundi la Twirwaneho na washirika wake. Akizungumza siku ya jana Jumatatu tarehe 2 Februari kupitia Radio Kapi, afisa wa jeshi alisema mapigano yanaendelea vizuri kwa upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza kuwa waasi wa M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda na makundi washirika wa Twirwaneho, Ngomino na Red Tabara, lakini wanazidi kupoteza nguvu. Alisema lengo kuu la operesheni hizo ni kuzunguka na kuikomboa Minembwe na kwamba baada ya hatua hiyo operesheni nyingine zinaandaliwa ili kusafisha maeneo yaliyobaki mikononi mwa waasi. Aliongeza kuwa jeshi limefanikiwa kuwasababishia waasi hasara kubwa, akitaja mfano wa siku iliyopita ambapo zaidi ya wapiganaji 43 walidhibitiwa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lieutenant Mboyirigene Kalonji alihakikisha kuwa jeshi linaweka kipaumbele ulinzi wa raia wanaoishi katika maeneo yanokumbwa na mapigano. Alisema waasi baada ya kuona wanapoteza wameanza kurusha mabomu kiolela kwenye makazi ya watu, jambo linalohatarisha maisha ya wananchi wasio na hatia. Hata hivyo, alisitiza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipingani ndani ya makazi ya raia, bali inalenga kulinda wananchi na mali zao. Jeshi linasema linaendelea kuchukua tahadhari zote ili kuepusha madhara kwa wakazi wa Minembwe na vijiji vya jirani. Kutokana na hali hiyo ya wasiwasi, baadhi ya viongozi wa kimila na watu mashauri wa Minembwe wametoa wito kwa vijana wao wa eneo hilo kujitenga na makundi ya waasi. Wametaka kuacha kushiriki katika vita visivyo na manufaa na badala yake kuchangia juhudi za kurejesha amani na utulivu katika milima ya juu ya Fizi. Mapigano yanaonyesha bado changamoto ya kiusalama mashariki mwa nchi ni kubwa, lakini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC inasisitiza kuwa inaendelea na operesheni hadi amani ya kudumu ipatikane Minembwe na maeneo yote ya jirani. Mamlaka ya mji wa Butembo mkoani Kivu Kaskazini imetangaza kuwa hivi karibuni itaandaa kesi dhidi ya watu wanatumiwa kufanya vitendo vya uhalifu na kuvuruga utulivu wa umma. Tangazo hilo limetolewa na meya wa mji baada ya operesheni maalum ya kiusalama iliyofanyika siku ya jana Jumatatu tarehe 2 Februari katika mtaa Katwa na Gingi. Operesheni ya kufunga na kukagua maeneo ilifanikisha kukamatwa kwa watu 8 wanaoshukiwa kujihusisha na vitendo vya uhalifu. Wakati wa msako huo, vikosi vya usalama pia vilifanikiwa kukamata kiasi cha bangi kinachodaiwa kuwa kilikuwa kikisambazwa kinyume na sheria ndani ya mji. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, meya wa Butembo alisema hatua ni sehemu ya kimkakati kurejesha usalama na utulivu katika mji ambao umekuwa ukikabiliwa na matukio ya uporaji na vurugu za mara kwa mara. Alisitiza kuwa watuhumiwa wote watapelekwa mbele kwa vyombo vya sheria ili wajibu mashtaka yao kwa mujibu wa taratibu. Meya huyo ametoa wito kwa wakazi wa Butembo kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa za watu wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. Amesema bila ushirikiano wa wananchi, mapambano dhidi ya uharibifu hayawezi kufanikiwa kikamilifu. Aidha, mamlaka ya mji imeonya kuwa operesheni kama hizi zitaendelea kufanyika katika vitongoji vingine ili kuhakikisha kuwa Butembo inabaki mahali salama kwa shughuli za kila siku kwa wananchi. Uongozi wa mji umeahidi kusimamia haki na uwazi katika kesi zitakazofunguliwa, huku ukisisitiza kuwa lengo si kuonea mtu bali kulinda sheria na amani ya jamii. Habari kutoka jimbo la Ituri zinaeleza kuwa watu 14 waliokuwa wakishikiliwa mateka na kundi la waasi wa ADF katika eneo la Apakulu wilaya Irumu wamefanikiwa kutoroka mikononi mwa watekaji wao baada ya shambulio lililotokea katika kijiji cha Mamove. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika haki za binadamu tawi la Irumu, mateka hao walifanikiwa kujisanua na kuanza safari ndefu ya kujinusuru wakipita vijiji vya Mambau na Apetineko hadi kufika eneo la Chanichani. Hilo limetokea majira saa 7 mchana siku ya jana Jumatatu tarehe 2 Februari. Inaelezwa kuwa watu hao walitekwa wakati wa mashambulizi ya hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa ADF katika maeneo ya Apoluku, ambayo makundi hayo yamekuwa yakitumiwa kuua raia na kuwachukua wengine mateka kwa nguvu.
Shirika la kutetea haki ya binadamu tawi la Irumu imesema waliotoroka wanaonekana kuchoka sana na baadhi yao wana majeraha madogo madogo kutokana na mateso waliopitia wakiwa utwani. Shirika hilo limeomba mamlaka za kijeshi na kibinadamu kuwapatia msaada wa haraka wa kitabibu na kisaikolojia. Wakazi wa maeneo hayo wamepokea kwa furaha habari za kutoroka kwa mateka hao, lakini wameendelea kutoa wito kwa jeshi kuongeza operesheni za kuwasaka wapiganaji wa ADF ili kukomesha vitendo vya ukatikaji na mauaji vinavyoendelea katika ukanda wa Irumu. Hali ya usalama Ituri bado ni tete, huku mashirika ya kiraia yakisisitiza umuhimu wa kulindwa kwa raia na kuimarishwa kwa ulinzi kwenye vijiji vinavyoshambuliwa mara kwa mara. Ofisi ya chifu wa sekta Bampere mkoani Kivu Kaskazini bado inaendelea kufungwa tangu ilipowekwa lakini kufuatia mgomo ulioanzishwa na wanawake wa eneo hilo. Wanawake hao waliingia barabarani kupinga mauaji yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF katika maeneo yao. Mgomo huo umefikia mwisho baada ya juhudi za upatanishi zilizofanywa na mbunge wa kitaifa Obedi Simisi. Ziara yake katika sekta hiyo ilisaidia kutuliza hali hii na kupelekea kurejea kwa shughuli za kawaida tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Wakati wa maandamano hayo, wanawake wa Bampere walitoa sharti kuu la kukataa kurudishwa kwa chifu wa sekta, wakimtuhumu kushindwa kusimamia usalama na maslahi ya wananchi. Ombi hilo sasa limekubaliwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya aliyezungumza na vyanzo vyetu vya eneo hilo Jumatatu, uongozi wa mpito wa sekta hiyo kwa sasa unashikiliwa na katibu tawala la eneo hilo, wakati taratibu za uteuzi wa kiongozi mpya zikiendelea. Mamlaka za eneo hilo zimepongeza utulivu uliorejea na kuwataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama ili kukabiliana na tishio la ADF na kurejesha amani ya kudumu katika sekta ya Bampere. Jenerali Makanaki Kasimbira John amefanya mkutano mfupi na wananchi na kutoa ujumbe mzito kuhusu mwenendo wa vita na nizamu ya wapiganaji. Amesisitiza wazi kwamba mateka wa vita hawapaswi kuuawa, bali wanatakiwa kuhifadhiwa na kutendewa kwa misingi ya utu na sheria za kivita. Kuhusu mchango wa kivita, Jenerali Makanaki amesema kila mpiganaji wa wazalendo anapokea msaada wake kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameonya kuwa msaada huo haupaswi kuwa sababu ya kuwatesa au kuwanyanyasa wananchi, na anakataa vitendo vya usumbufu dhidi ya raia vikomeshwe mara moja. Pia ametoa honyo kali kwa watu wanaoshirikiana na adui. Amesema kuwa uongozi wa wazalendo pamoja na FARDC unafahamu kila anayefanya kazi na M23, kwani hata ndani ya kundi ya uasi au kuna watu wanaotoa taarifa kwa jeshi la taifa. Jenerali Makanaki Kasimbira John pia amesema kuwa tayari kuna askari wa M23 ambao wamejisalimisha kwa wazalendo na jeshi la taifa. Kwa mujibu waliokimbia, wanasema walidanganywa na viongozi wao na kwamba wanapitia mateso makubwa wakiwa upande wa uasi. Amehimiza vijana na wananchi waendelee kuwa upande wa taifa, wajitenge na makundi ya uasi na kuunga mkono juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Ujumbe wake umetimishwa kwa kuwatia moyo wazalendo kuendelea kulinda raia na kuheshimu maadili ya kijeshi. Hata mtu mwana kamata mateka, huwezi muua ndiye. Huwezi uwa mateka, vile vinakatazwa. Huwezi uwa mateka. Unapiga mtu anakuya, munisame, utamuuia nini? Na leo viko akiajisalimisha saa hizi kutoka kule kwa mkoa wa M23. Sasa na wewe ungano unafanya usudwa, ndakamatisha wazalendo, ndakamatisha familia wazalendo. Bale uko nao ndio tena viko wanatuita. Fulani ndio mubaya, kumbe uko naongea naye uko na ka telefoni tosha kati ya audio, niko na mimi ananitumia nao. Uko na katana na katia hapa kumeza. Unapata haya. Kuanzia wazalendo wote wa mupleni, kuanzia wazalendo wote. Vraiment hakuna mwene apati nani kato yake yene rais ana nani vitu vya kazi. Na tuna upendeleo ya mtu. Na kwa mwembe Ventura ni uwerewere wa hiyo viko ndani. Leo ni uwerewere tu. Ventura napasha kuja hapa hivyo na pesa ya kukutafuta wewe chef, hivyo na pesa kukusanya watu, lakini usiende kiangaje makazi ya kuchongeana yenye utaweza. Huyu ndio fanya Makanaki alikuwa anashinda huko. Sasa kumbe wale walioko naambia mkatikati yao tunaongeaka na hebu kweli na balapia dini ya Mungu. Mubale ba M23 kuna vene tulikuwa tunaongea na hebu na leo kuko wanatupigiaka. Basha kesi sasa hizi niko na baadhi. Basha toka kule Masage anakuja tipi pale kwa tuko mbele ya Runingu kule akasambura kule tuko nao. Tuko nao hapa. Sema wanasie
tunaona tunachoka biko na kudanganya. Tenisi na chanika nazo saizi zetu. Kwa maana sisi tunaanza sikia hai. Si very serious grave. Tunachoka kule biko na kudanganya, hivi na hivi. Tuko hapo hapo. Papa Leon wa 14 pamoja na mamlaka za Ubelgiji wameonyesha masikitiko na huruma zao kufuatia ajali ya maporomoko ya ardhi iliyotokea kwenye mgodi wa Rubaya, wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako shughuli za uokoaji zinaendelea kuwatafuta waathirika waliofukiwa chini ya vifusi. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii X, zamani Twitter, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani alitoa sala na faraja kwa familia zilizoguswa na maafa hayo makubwa. Naomba kwa ajili ya waanga wengi walioporomoka kwa mgodi huo Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana watie nguvu watu hao wanaoteseka sana, aliandika Papa Leo wa 14. Nayo serikali ya Ubelgiji ilitoa tamko kupitia waziri wake wa mambo ya nje Maxime Prevot, akieleza mshikamano wa nchi yake na wananchi wa Kongo. Natoa pole zangu kwa dhati kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia maporomoko haya kusitisha katika eneo la mgodi uko Rubaya. Mawazo yetu yako katika waanga na familia zao, alisema mwanadiplomasia huyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, idadi ya watu waliopoteza maisha imefikia takribani 226 kwa takwimu za awali, huku hofu ikiongezeka kuwa enda idadi inaongezeka kadiri ufuatiliaji unavyoendelea. Timu za uokoaji zikishirikiana na wakazi wa eneo hilo na mamlaka za serikali zinaendelea kufanya kazi katika mazingira magumu kwenye mgodi huo wa uchimbaji wa kienyeji na wa madini wa coltan, eneo ambalo limekuwa likikabiliwa mara kwa mara na hatari za maporomoko. Mashirika ya kiraia yameomba kufunguliwa kwa uchunguzi huru ili kubaini chanzo halisi cha janga hilo na kuchukua hatua za kudumu za kuimarisha usalama kwa wachimbaji. Yamesisitiza kuwa maisha ya wafanyakazi wa migodini yanapaswa kulindwa kwa kuwekwa kanuni na usimamizi madhubuti. Tukio hilo limeongeza tena mjadala kuhusu mazingira hatarishi ya uchimbaji wa kienyeji mashariki mwa nchi, kwa mujibu wa serikali pamoja na wadau wa sekta ya madini kuhakikisha majanga haya hayajirudi tena. Chama cha kisiasa Ensemble pour la République kinachoungwa mkono na Moise Katumbi kimetoa kauli kali dhidi ya Rais Tshisekedi, ikieleza kwamba mwenendo wake unaibua utata mkubwa na kuzofisha imani ya wananchi kwa serikali. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Rais Tshisekedi anakabiliwa na pingamizi la wazi. Kwa upande mmoja, anakataa rufaa ya mazungumzo ya kisiasa na upinzani nje ya Kinshasa, huku akizingatia kwenye mazungumzo ya makundi ya uasi wa M23 huko Doha nje ya mipaka ya taifa. Kwa upande mwingine, anajitambulisha kama mlinzi wa katiba, huku wafuasi wake wakiendelea kuzungumzia wazi mabadiliko ya katiba, jambo ambalo linapingana na sheria za nchi. Taarifa hiyo inakumbusha kuwa katiba ni wazi. Rais Tshisekedi anaendelea na awamu yake ya pili na ya mwisho ambayo itamalizika mwaka 2028. Chama cha Katumbi limeonya kuwa hatua hizo zinazopingana na rais zinaweza kuendeleza sintofahamu na kuzofisha imani na mshikamano wa kisiasa. Hii ni ishara nyingine ya mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini DRC, huku upinzani ukisisitiza umuhimu wa kuheshimu katiba na kuhakikisha uwazi katika masuala ya madaraka ya rais. Waziri mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya utawala wa Joseph Kabila, Matata Ponyo Mapon, ambaye kwa sasa ni mpinzani anaishi uhamishoni, amevunjwa kimya wake miezi 8 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 cha kazi ngumu nchini DRC. Tangu ahukumiwe tarehe 12 Mei mwaka 2025 na mahakama ya katiba kwa tuhuma za uharibifu wa zaidi ya dola milioni 215, Matata Ponyo alikuwa ametoweka kwenye uwanja wa siasa. Hakuwa akipokea simu na watu wake wa karibu walionekana kuwa na wasiwasi juu ya hali yake. Alitokeza tena hadharani mwezi Oktoba mjini Nairobi wakati wa uzinduzi wa jukwaa la kisiasa linaloitwa Sauvons la RDC, linalokusanya wapinzani kadhaa wa Rais Felix Antoine Tshisekedi chini ya mvuli wa Joseph Kabila. Hata hivyo, wakati huo alikataa kuzungumza na vyombo vya habari. Akiwa mjini Paris katika mahojiano maalum na chombo cha habari cha Jeune Afrique, Matata Ponyo amesema aliamua kukaa kimya ili kutafakari. Hekima ililazimisha nilipojinusuru kutoka kinywani mwa mamba uchukue muda wa kufikiri, alieleza. Amesema kipindi hicho kimemwezesha pia kukamilisha kitabu chake kipya cha uchumi kinachoitwa Politique économique dans un pays en développement. Kwa mtazamo wake, maendeleo ya kiuchumi yanahitaji viongozi wakubwa wenye maono ambao kwa maoni yake ni wachache barani Afrika.
Amemweka Rais Tshisekedi katika kundi la viongozi wa kawaida na hata kwenda mbali zaidi na kumuita utawala wake utawala wa kidikteta. Matata Ponyo kuficha nia yake ya kuona utawala wa sasa ukianguka, akijiunga na wapinzani wengine wanaishi uhamishoni anaowaita mashujaa wa gizani. Amesema anaendelea kufanya mapambano yake kimkakati na kwa siri badala ya kuonekana mstari wa mbele kama makundi ya waasi wa M23 ambao hata hivyo amekataa kuwa hukumu waziwazi. Kauli za Matata Ponyo zinaendelea kuchochea mjadala mkali katika ulingo wa siasa DRC, huku mustakabali wa nchi ukibaki katika hali ya mvutano mkubwa kati ya serikali na upinzani. Dû utiliser les moyens informels pour passer par des pays limitrophes qui m'ont permis de prendre l'avion pour l'Europe. Un mois avant, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité m'avait approché. Il a été envoyé pour me demander de pouvoir composer avec le président Tshisekedi pour que mon procès soit arrêté. Là encore, vous voyez que la justice n'est pas indépendante. Parce que si la justice était indépendante, de telles conditions ne pouvaient pas être posées. Et j'ai répondu que tenant compte à mon honneur, tenant compte à ma respectabilité, je ne pouvais pas marchander ma dignité. J'ai dit, je préférais être condamné que de vendre ma dignité. Et c'est ce qui s'est passé un mois après. Donc j'ai été condamné tout simplement parce que j'ai refusé de pouvoir travailler avec le président Tshisekedi. Et je suis fier d'avoir refusé de travailler avec lui. Comme je l'ai dit, c'est un gouvernement qui est totalement versé dans la corruption. La plupart des gens qui sont avec nous dans les mouvements Sauvons la RDC ont été combattus et sont toujours combattus par le régime actuel. Certains sont même pourchassés comme moi. Et moi je pense que lorsqu'on veut faire un combat pour son pays, on ne peut pas le faire seul. L'unité fait la force. Je ne dis pas que nous partageons à 100% la même idéologie, le même idéal, mais il y a le point commun. Nous avons organisé une réunion à Nairobi et après l'analyse et l'examen de l'ensemble des critères qui tiennent compte à la fois de l'expérience des uns et des autres qui constituent le mouvement, qui tiennent compte de la notoriété, qui tiennent compte aussi de l'objectif de mettre fin à la tyrannie qui paupérise le peuple congolais, de la vie de tout le monde. Nous avons pensé que le président Kabila pouvait être l'autorité. C'est un choix tout à fait normal. Joseph Kabila Kabange demeure un Congolais. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais. Parce qu'il est chassé à Kinshasa. Même sa maison de Kinshasa est vilipendée. Pourquoi on peut empêcher un citoyen congolais de pouvoir s'installer dans une des parties de la République démocratique du Congo? Le problème de fond de la rébellion, ce n'est pas un problème de prendre les armes. Le problème de fond, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes. Si les gens sont frustrés, si les gens sont mécontents, il faut savoir pourquoi ils sont frustrés, pourquoi ils sont mécontents.
C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de leadership. Et donc, si vous voulez résoudre le problème des rébellions, mais résolvez le problème de gouvernance. Nous savons que le président Tshisekedi lui-même constitue une partie du problème dans la gouvernance du pays. Ça c'est clair, tout le monde le sait, c'est de toute évidence. Mais parce qu'il est président de la République, même si les élections dont il est issu ont été entachées des irrégularités inimaginables, peut-être qui n'ont jamais été comptées dans l'histoire politique du monde. Mais parce qu'il est président de la République, nous n'avons pas d'objection à ce qu'il puisse participer au dialogue. Mais nous devons insister ici que les dialogues inclusifs constituent le passage obligé pour résoudre les problèmes dans le pays. Et ça, c'est l'occasion pour les dire qu'on ne les trompe pas. Qu'on ne les trompe pas. Ce n'est pas les accords extérieurs, qu'ils soient ceux de Doha, ceux de Washington, ou ceux de Luanda ou de l'Union africaine qui vont résoudre les problèmes. Parce qu'ici, il y a une crise de confiance entre le peuple et les dirigeants. Il y a une crise de confiance. Et cette crise de confiance ne peut être réglée que par un dialogue qui permet de décrisper la situation, de rétablir la confiance entre les uns et les autres. Na hayo ndio tuliokuandalia katika taarifa zetu za asubuhi ya leo, kwa tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupa nafasi ya kukuletea habari za ukweli, uhakika na kwa wakati kutoka maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi endelea kuungana nasi kila siku kupitia Kivu News Info, na usikose matangazo yetu yajayo na wahimizi wengine kufuatilia chanzo hiki chenye kuaminika. Na kama ilikuwa ndo mara kwanza unaungana nasi, unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama taarifa utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza za kuklikia itasababisha unajabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakusababisha unajumuika pamoja nasi kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itakurahisishia sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026. Acha nikutakie asubuhi njema na mafanikio tele, na huenda tena tukutanane kwenye matangazo yetu mengine ya baadaye.